Tunaamini kwamba kadri tukavozidi kuongeza uwezesho, tutakapozidi kuongeza msukumo, sekta binafsi na yenyewe itapata ujasiri. Na kama tumeona siku za karibuni viongozi wetu wamekuwa kisisitiza sana namna ya kuwasaidia Watanzania pia kutoka katika nchi za jirani. Mashirika ya umma tumesisitizwa kuangalia namna gani tunaweza tukaenda kwenye nchi za jirani zinazotuzunguka, lakini pia tumemsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu jana pia akizungumza na kuwashawishi taasisi ikiwemo ya Jakaya Kikwete Cardiac Institute kwenda kutoa hizi huduma katika nchi za jirani. Kwa hiyo msukumo huo unapoanza kuuona unatoka sasa serikalini na kwenye taasisi, na tutakapoweka sasa programu za kuwawezesha watu kutoka, tutaona msukumo mkubwa. Na mimi ninaamini kabisa kwamba Watanzania walioko pale Mbeya sio waoga kwenda kufanya biashara Zambia na Malawi, au Watanzania walioko pale Arusha kwenda kupambana Nairobi ni jambo la kawaida kabisa ambalo wanaliweza, au walioko Mwanza kwenda kupambana katika nchi za jirani kibiashara ni jambo ambalo wanalimudu na wamekuwa wakilifanya kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa kuwaongezea kasi. Hawa ambao tunawaona hapa nchini wanakuja na tunapata malalamiko kuhusu wao, ni kwa sababu ya huo uwezesho ambao wao wamepewa. Yeye anatoka kwenye nchi yake, anakuja kufanya uwekezaji huku, kule anapewa mfano mashine, anapewa mkopo kwa 2%, kwa 3%, kwa 6%. Sasa akija kupambana na mikopo yetu hapa kwa ambao mimi na wewe tunalipa kwa 16%, nguvu ya kibiashara inakuwa iko ndogo. Kwa hiyo hapo ndio ambako niseme kwa Kiingereza ni homework sasa yetu sisi kama viongozi wa taasisi wezeshi za kiwekezaji, kuja sasa na ubunifu wa kuwasaidia sasa Watanzania na kuwapa nguvu ya kwenda kuwekeza nje. Na mipango tunayo, Mungu akitujalia uhai na nafasi, tutazidi kuisukuma ili Watanzania na wenyewe wapate ujasiri sasa wa kwenda kupambana na kuchukua hizi fursa ndani ya nchi, lakini pia katika nchi jirani.